Lakini pia nitambue uwepo wa makatibu wakuu viongozi Dr. Kusiluka na Engineer Zena toka SMT na SMZ, makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu wastaafu mliopo na wastaafu ambao wako nasi hapa. Tambue pia uwepo wa mwakilishi wa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi ndugu Rabia Abdallah Hamid, ambaye pia ni mkuu wa kitengo cha siasa na uhusiano wa kimataifa, lakini na viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi mliopo na viongozi wa vyama vya siasa vyote vya Tanzania, tunatambua uwepo wenu. Mheshimiwa Vita Rashid Kawawa, mwenyekiti wa kamati ya Bunge ya kudumu ya mambo ya nje, ulinzi na usalama, na mbunge wa Namtumbo, lakini na wabunge wote mliopo nasi, waheshimiwa wajumbe wa Baraza la Wawakilishi, Mheshimiwa mwenyeji wetu mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila na wakuu wa mikoa wote mlioko hapa, waheshimiwa wakuu wa wilaya, waheshimiwa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, wakuu wa taasisi za serikali na taasisi za umma na sekta binafsi, Mheshimiwa Dr. Ahmad El Badawi, amidi wa Jumuiya ya Wanadiplomasia nchini na balozi wa Muungano wa Visiwa vya Comoros, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, waheshimiwa mabalozi wetu wa Tanzania wanawakilisha nchi zetu nje, waliopo na waliostaafu, viongozi wa dini mliopo hapa pamoja nasi, wazee wa Dar es Salaam, wawakilishi wa sekta binafsi, wadhamini wa shughuli yetu hii, ndugu zangu wanahabari, vikundi vya burudani mlioshiriki katika uzinduzi huu, wageni wote waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa, baada ya shukrani kwa Mungu, niseme kwamba leo ni siku ya kihistoria kwetu Tanzania, ambapo tunazindua sera ya mambo ya nje ya mwaka 2001 toleo la 2024. Sasa kabla sikuendelea, meona hapa katika viongozi wakuu wa nchi wanne kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania niko mwenyewe, lakini wana salamu wamenipa niwaletee. Mheshimiwa Makamu wa Rais anawasalimia sana. Alitaka sana kuwa nasi hapa, lakini nimemtuma kule Brasilia kwenda kutuwakilisha katika mkutano wa awali wa kusanya maoni ya mkutano wa COP30 katika nchi 3 za Afrika zilizoalikwa kwenye mkutano ule. Tanzania na situmo, na Makamu wa Rais ametuwakilisha huko. Lakini Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna jambo kubwa la wananchi, nimemtuma awe na wananchi kule, na Naibu Waziri Mkuu anayewakilisha serikali bungeni. Ndio maana leo hatuko nao hapa, lakini wanaleta salamu zao nyingi. Ndugu zangu, uzinduzi huu tunaoshuhudia leo unatokea miaka zaidi ya 20 tangu kuzinduliwa kwa sera ya nje ya mwaka 2001 kule Ngorongoro tarehe 30 April 2001. Hivyo basi nitumie fursa hii kuwapongeza wote mlioshiriki kufanya mapitio na kusahihisha sera hii tunayoizindua leo. Pongezi zangu za dhati kwa Mheshimiwa Waziri Mahmoud Thabit Kombo, mawaziri na manaibu mawaziri waliokutangulia na waliopo, management na watumishi wote wa wizara kwa kufanikisha upatikanaji wa sera ya nje toleo la mwaka 2004. Hongereni sana. Nimefurahi kuona mmealika wote walioshiriki kutoa michango na maoni yao katika maandalizi ya sera hii. Ni imani yangu kuwa michango hii imesaidia kuwa na sera yenye sura, matamanio na matakwa ya wananchi katika mwelekeo mpya wa kidiplomasia. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na wageni waalikwa, mtakubaliana nami kuwa mabadiliko makubwa yametokea ndani ya nchi yetu katika miongo miwili iliyopita. Ndani ya nchi yetu tumeshuhudia mageuzi makubwa ya kiuchumi yaliyotoa nchi yetu kutoka kundi la nchi maskini
na kuhamia nchi za uchumi wa kati ngazi ya chini. Mageuzi haya yamekuja pia na mabadiliko ya muundo wa uchumi wetu, yani economic structure, ambapo tumeshuhudia kupanuka kwa sekta za msingi kama kilimo, utalii na viwanda, na kuibuka kwa sekta mpya za uchumi wa buluu, uchumi wa kijani, uchumi wa kidigitali na sekta za ubunifu, sanaa na michezo au creative and entertainment industry. Mabadiliko haya ya ndani yamelazimu kupanuka kwa mahusiano na mashirikiano kati yetu na nchi nyingine na yale ya mashirika ya kimataifa. Mahitaji ya uwekezaji yameongezeka, hali kadhalika mahitaji ya masoko ya bidhaa zetu huko nje. Mabadiliko mengine duniani ni kuibuka kwa matishio kama ugaidi na uhalifu wa kimataifa, uhalifu wa kimtandao, majanga ya afya au maradhi, majanga mabadiliko ya tabia nchi, usalama wa nishati. Mageuzi hayo yote yanahitaji mbinu na mikakati na maarifa mapya ya kukabiliana nayo. Nje ya Tanzania, dunia nayo imepitia mabadiliko makubwa sana tangu tulipozindua sera ya mambo ya nje mwaka 2001. Sote ni mashahidi wa namna mnyororo wa thamani wa dunia na mnyororo wa ugavi wa dunia ambao awali ulikuwa na utulivu na kutabirika, sasa umevurugika kidogo. Vita vilivyotokea huko Ulaya na Mashariki ya Kati vimevuruga masoko na bei za vyakula, ikiwemo ngano, sukari na mafuta ya kuendeshea magari au mitambo duniani, na hivyo kupandisha gharama za usafiri na usafirishaji. Na ndio maana kuna sera mpya ya kidunia ya renewable energies na kuachana na mambo ya fossil oils na mambo kama hayo. Ongezeka kwa bei za bidhaa hizi kumeathiri uchumi wa nchi nyingi duniani, ikizingatiwa kuwa bidhaa hizi zina uhusiano mkubwa na shughuli za viwanda. Kuibuka kwa vita vya kiuchumi kumepelekea kuongezeka kwa sera za ukiritimba na uhodhi, yaani kudhoofisha mfumo wa biashara wa dunia na kuathiri mizania ya ushindani wa kibiashara. Lakini pia imeathiri ile ahadi yetu ya utandawazi. Mathalan, mabadiliko ya mitikisiko yote hii imepelekea nchi kubwa duniani sasa kupigana vikumbo katika kutafuta, kuhodhi na kudhibiti vyanzo vya uzalishaji wa nishati au madini ya kimkakati ambao ni muhimu kwa ajili ya mapinduzi ya nishati kuelekea nishati ya kijani au green energy. Sasa tukio hili limebadilisha pia hali za siasa ulimwenguni. Huko nyuma, wakati tunatafuta uhuru au tulipotawaliwa, kulitokea neno linaitwa Scramble for Africa, lakini wakati ule ni scramble ya kutawala bara la Afrika. Sasa hivi kuna Scramble for Africa kwa ajili ya kutafuta mambo ya kiuchumi, hasa haya madini ya kimkakati. Kwa hiyo nasi kama sehemu ya dunia lazima tutupe jicho kwenye eneo hilo na turekebishe sera zetu za mambo ya nje. Hali hii inaweka dunia katika mtihani wa kuhakikisha usalama wa nishati, na ni hatari kwa nchi zinazoendelea ikiwemo Tanzania kuachwa nyuma. Eneo lingine ambalo limeibadili sana dunia na tishia usalama wa dunia na nchi yetu ni eneo la mapinduzi ya teknolojia. Mbali na mazuri yaliyoletwa na teknolojia ya habari na mawasiliano tunayoyafurahia, teknolojia mpya pia zimekuja na changamoto kubwa za kiusalama, nalo ni eneo la kulitupia jicho. Matumizi ya teknolojia ya akili mnemba, teknolojia za ndege zisizo na rubani na matumizi ya sarafu za kidigitali cryptocurrency zimeonyesha uwezo mkubwa wa kutumiwa vibaya na kuhujumu au kuathiri uhuru na usalama wa nchi zetu. Kwa hiyo nako tunatakiwa tuwe makini na tutupie jicho. Vinginevyo au nyingine
iwapo hapatakuwa na mfumo wa kimataifa wa usimamizi au udhibiti, mabadiliko yaliyotokea yataendelea kutokea na yanaendelea kuathiri dunia kwa ujumla. Tunashuhudia sera za dunia kubadilika. Badala ya kufanya dunia kuwa kijiji na dunia kuwa ni sehemu ya utu, umoja na mshikamano, kuheshimiana na kustiriana, sasa tumekuwa na sera za kujihami. Kila mmoja anajihami upande wake, na tunaweza kusema kwamba ule utandawazi tulioahidiwa kwa kiasi fulani umetufikisha pahali alafu ukatuachia. Sasa dunia imegawika kwenye makundi matatu makubwa: the Global West, Global East na Global South, ambazo zote zinakwenda na siasa tofauti za kuwindana na kuviziana. Kwa hiyo hilo linalazimisha nchi kama zetu kuangalia pia sera zetu za mambo ya nje. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na waheshimiwa wageni waalikwa, niyoyaeleza hapa yanatulazimu kama nchi kujipangua na kujipanga upya, kukabiliana na mabadiliko makubwa yaliyotokea na yale yanayokuja mbele yetu. Hatuna budi kuazima ile busara ya mzee wetu, Mzee Ali Hassan Mwinyi, aliyotuhusia kwamba hatuna budi twende na wakati. Alipozungumza na wazee wa Dar es Salaam tarehe 25 Februari mwaka 1991, katika hotuba ile alisisitiza juu ya umuhimu wa kwenda na wakati, na hayati Mzee Mwinyi alisema, na ninanukuu, kwamba tabia ya wakati ni kama ile ya bahari. Bahari inakupwa na kujaa mpaka ukingoni mwa maji. Baadaye hukupwa pole pole mpaka kufikia wakati kawa maji yote yameshaondoka ufukweni. Samaki werevu huondoka nayo hayo maji wakati yanapoondoka, vinginevyo hupwelewa kwenye ufukwe. Yaani yakijaa maji samaki werevu huja nayo, na yakitoka maji basi samaki werevu huondoka nayo. Samaki watakaozembea kufuata maji watajikuta wamechelewa, wanatapatapa juu ya mchanga wakati maji hayo hayapo. Hivyo sisi wa Tanzania lazima twende na maji yanavyokuja, tuondoke na maji yanavyokuja, na ndiyo maamuzi ya kurekebisha sio tu sera hii ya mambo ya nje, lakini sera nyingi tumeweza kuzirekebisha ili twende na mkumbo wa maji unavyokuja na maji yanavyorudi. Hatupaswi kupwelea. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na waheshimiwa wageni waalikwa, nchi yoyote ina sera kuu mbili: sera ya ndani na sera ya nje. Sera hizi mbili zinapaswa kusomana, haifanikiwi moja bila nyingine. Tumefanya mageuzi mengi ya ndani katika kipindi cha miaka 20 toka sera hii imetungwa, na kwa kutambua hilo tuliona haja sasa ya kurekebisha sera ile ya mwaka 2010 na kuelekeza kuwa katika maandalizi ya sera hii ni lazima kupanua ushiriki wa wadau na wananchi katika kuandaa toleo hili jipya. Ushiriki wa ujumuishi wa wadau wote ndio msingi wa sera nzuri. Nashukuru tena wizara kwa kufanya makongamano ya wazi ya kukusanya maoni ya wananchi na wadau mbalimbali yaliyorushwa mubashara katika televisheni zetu. Tuliruhusu pia maoni kutolewa kwa njia ya mtandao. Lengo letu lilikuwa ni kutoa fursa kwa kila aliyetaka kushiriki, kwa kutambua ukuu wa sera ya nje na nafasi yake katika ustawi ama kudhoofisha nchi yetu. Tulitaka kila mmoja ashiriki kuandaa hatma ya nchi yetu. Sasa, mbali na kuhuishwa kwa sera hii, kuna hatua ambazo tumeanza kuzichukua ili kurekebisha wizara itakayoratibu utekelezaji wa sera hii. Baadhi amezitaja Mheshimiwa Waziri,
Lakini nataka niseme kwamba tuliunda kamati ambayo iliongozwa na Balozi Yahya Simba ya kufanya tathmini ya utendaji wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki na kushauri juu ya aina ya mageuzi yanayotakiwa ambayo tumeanza kuyafanyia kazi. Lakini pili, tuliongeza idadi ya mabalozi wapya wakiwa na umri kati ya chini ya miaka 55 ili kuipa diplomasia yetu uhai mpya na endelevu kwa kujenga kizazi kipya cha mabalozi. Lakini tatu, tumepeleka maafisa wa kutosha katika balozi zetu nje. Kulikuwa kuna balozi zina watu wawili, balozi na mhasibu, huyu yupo yule hayupo, lakini sasa balozi zote zina watu, si wa kutosha kabisa, lakini zina watu wa kuendesha kazi zetu. Lakini vile vile mbali ya masuala hayo, tuliangalia maslahi ya wanadiplomasia wetu pia. Tukiangalia sera 2001, jambo tunalojivunia ni uimara wa misingi ya sera yetu ya nje iliyowekwa na waasisi wa nchi yetu. Kutokana na misingi hiyo imara, nchi yetu imeweza kupata mafanikio makubwa kwenye sera ya nje. Tumeendelea kuaminiwa, kutumainiwa na kutabirika. Mipaka ya nchi yetu imeendelea kwa salama, ilhali uhusiano wetu na balozi zetu au na majirani zetu na nchi nyingine umeshamiri sana. Hadi sasa Tanzania ina balozi 45 nje ya nchi na konseli 3 pale Dubai, Lubumbashi na Guangzhou. Vivyo hivyo idadi ya mabalozi au balozi za nje zilizopo nchini ni 65. Hali kadhalika mafanikio yetu yanajidhihirisha katika idadi ya mikataba ya kibiashara na uwekezaji na mahusiano ya kidiplomasia ambayo tumeingia na nchi marafiki. Mwaka huu kuanzia mwaka jana tumekuwa tukisherehekea miaka 60 ya uhusiano wa Tanzania na nchi mbalimbali. Katika miaka hii 60 niliwaagiza wizara waanze kufanya tathmini, yepi tumefanikiwa, tumeyafanya vizuri na yepi hatukufanya vizuri. Makubaliano tulioingia na nchi mbalimbali, yepi yametekelezwa, yepi bado, na tuweze kuangalia vipi tunaweza kuyafanyia kazi vyema. Lakini katika kipindi hiki tumekuwa vinara na sauti ya kutumainiwa kwenye majukwaa ya kimataifa ya mabadiliko ya tabia nchi, kwa mfano kwenye majukwaa ya usalama wa nishati, majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi, Women Economic Empowerment, lakini pia majukwaa ya afya ya jamii. Tanzania imekuwa na sauti hususan afya ya mama na mtoto na kukabiliana na majanga ya maradhi. Haishangazi hata kidogo kuwa tumeendelea kutambuliwa na kuaminiwa katika nafasi mbalimbali za kimataifa. Maeneo mengine Tanzania inakoongeza sauti ya utetezi ni kwenye jukwaa la kusimamia haki za wanawake na watoto ya Generation Equality Forum, tukisimamia eneo la haki za kiuchumi au Economic Rights and Justice. Tanzania tumekuwa kinara wa kuweka mipango inayojumuisha vijana na wanawake kwenye soko huru la biashara ndani ya Afrika. Tumekuwa kinara pia wa nishati safi ya kupikia katika bara la Afrika. Lakini vile vile Rais mstaafu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete ni mwenyekiti wa Global Partnership for Education. Lakini pia ni mwenyekiti wa baraza la wazee la SADC. Ni heshima tulionayo Tanzania. Spika wetu Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson ni rais wa Umoja wa Mabunge duniani. Lakini kama mlivyosikia, tumekuwa tukishika nafasi kadhaa katika taasisi mbalimbali ikiwemo ya WHO, ambao uchaguzi wa kwanza Tanzania tuliingia, bahati mbaya kazi ya Mungu ikapita, lakini tumeingia tena kwa uwezo wa Mungu. Lakini vile vile, na hapa kwa dhati kabisa nataka nimshukuru Rais mstaafu. Nilipomuita kumpa kazi hii ya kuwa meneja wa kampeni kwenye kampeni ya Profesa Janabi, angeweza kuniambia nina mambo tele ya kimataifa huko,
na Jakaya Kikwete Foundation, na hiyo sijui taasisi ya elimu duniani, na jambo gani, lakini akasema yes, nalibeba na nitalifanyia kazi. Tunakushukuru sana. Tunajua kwenye Jakaya hakuna kushindwa. Tunakushukuru sana. Alitumia weledi wake wa diplomasia, muda wake, busara na kuongoza mikakati ya timu ya kampeni. Tunashukuru sana. Lakini katika maeneo mengine, Mheshimiwa Liberata Mulamula yuko wapi? Kama nilimuona kwenye mabalozi. Na yeye juzi tu hapa amepata nafasi ya mjumbe maalumu wa AU kwenye mambo ya wanawake na usalama barani Afrika. Tunakushukuru sana. Lakini kuna Watanzania wengi ambao tumeweza kuwasogeza na wameshika nafasi mbalimbali katika majukwaa ya Afrika na majukwaa ya kimataifa. Aidha, mwezi wa 8 mwaka 2024, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilichaguliwa kwa mwenyekiti wa asasi ya siasa, ulinzi na usalama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika na mjumbe wa Baraza la Ulinzi na Usalama la Umoja wa Afrika kwa vipindi viwili. Na mwaka huu pia tumeingia kwenye Bureau ya African Union, ambapo inshallah Mwenyezi Mungu akiidhinisha tutachukua mwenyekiti wa Umoja wa Afrika mwaka 2028. Kwa hiyo haya mafanikio yote ni utekelezaji wa sera yetu ya mambo ya nje iliyoiweka nafasi ya Tanzania kwenye majukwaa mbalimbali na kuweka heshima ya taifa letu katika majukwaa ya kimataifa. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na waheshimiwa wageni waalikwa, pamoja na mabadiliko haya makubwa yaliyotokea, tumebaini kama walivyobaini wenzetu mwaka 2021 kuwa misingi ya sera yetu ya nje ingali thabiti na halisia. Kilichohitajika ni kufanyika kwa mabadiliko na kuendana na wakati uliopo au nyakati mpya. Kwa ajili hiyo, mwaka 2021 misingi hiyo ilipunguka kutoka 9 hadi 7 kuwa kama ifuatavyo, ambayo ndiyo sera tulioirekebisha. Misingi ilikuwa 7. Moja ni kudumisha uhuru, dola na kulinda mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. 2, kudumisha uhuru wa watu, haki za binadamu na usawa na demokrasia. La 3, kudumisha ujirani mwema. 4, kudumisha umoja wa Afrika. 5, kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na wadau wetu wa maendeleo. 6, kudumisha sera ya kutofungamana na upande wowote na ushirikiano wa nchi za kusini, yani South-South Cooperation. Na 7, kuunga mkono juhudi za Umoja wa Mataifa katika kutatua changamoto za dunia, usalama na amani. Kutokana na mazingira mapya ya dunia ya leo, hususan uvamizi mkubwa wa utamaduni na ustaarabu unaoendelea duniani, tumeona haja ya marekebisho yaliyofanyika mwaka 2024 kuongeza msingi mmoja ambao ni kulinda na kuendeleza maadili, mila na utamaduni wa Mtanzania, ikiwemo kukuza matumizi ya lugha yetu adhimu ya Kiswahili. Hivyo sera tunayoizindua itakuwa na misingi 8 badala ya 7 ya ile 2001. Sasa mniruhusu nigusie kidogo kuhusu toleo letu jipya. Toleo hili limekuja na mabadiliko muhimu yafuatayo ambayo kwa kiasi yamegusiwa hapa. Ni maeneo 4, lakini nitayasema kama ifuatavyo, kwamba moja ni kujielekeza katika kuimarisha diplomasia ya uchumi kwa kujielekeza zaidi kwenye kuvutia uwekezaji wa mitaji mikubwa, kutumia vyema fursa ya kijiografia tuliojaliwa na kufaidika na soko huru la biashara barani Afrika. Jengine ni kujenga uhimilivu wa uchumi wetu kwa kuongeza kasi na uwekezaji katika sekta binafsi na hasa kujidhatiti na uwekezaji wa ubia ambao bado hatujaufanya vizuri pamoja na sekta binafsi duniani. Hili linakwenda sambamba na kuongeza uwezo wa sekta binafsi ya ndani iweze kushiriki katika uwekezaji nje ya mipaka yetu. La 3, kuendelea kukuza hadhi ya nchi yetu kwa kueleza mazuri tulionayo kiuchumi,
kisiasa na kijamii, utajiri wa utamaduni wetu, mila na ustaarabu wetu na lugha yetu adhimu ya Kiswahili vitumike kama nyenzo ya kujenga nguvu ya ushawishi ambao ni muhimu sana katika kupanua masoko ndani ya bara la Afrika na nje ya bara la Afrika. Jambo jingine ni kukuza ushiriki wa Tanzania waishio nje, wenye uraia na wasio uraia wa Tanzania katika kuchangia maendeleo binafsi na maendeleo ya nchi kwa ujumla. Jingine ni kuangazia maeneo ya fursa mpya za mashirikiano ya maendeleo ikiwemo sekta ya uchumi wa bluu, kama nilivyosema, uchumi wa kijani, uchumi wa kidigiti na maeneo mengine ikiwemo sekta ya madini ya mkakati ili kupanua mawanda ya uchumi wetu. Jambo jingine ni kushirikiana na nchi nyingine na mashirika ya kimataifa katika kukabiliana na changamoto za dunia ikiwemo majanga ya afya, matumizi mabaya ya teknolojia mpya, mabadiliko ya tabia nchi, uhalifu unaovuka mipaka na ugaidi. Jambo jingine, tutaongeza uwazi na uwajibikaji katika shughuli za kidiplomasia kupitia diplomasia ya umma, public diplomacy, kwa kutumia mifumo ya kidijitali. Lengo ni kuifanya nchi itambue kazi zinazofanywa na mabalozi wetu wanaoiwakilisha nchi katika maeneo mbalimbali duniani, na leo katika maonyesho nimeona wameanza kuifanya hiyo kazi, kuweka wenyewe wanasema dashboard ya kazi za wizara, whether ndani makao makuu au kwenye mabalozi. Tutakuwa na hayo madashboard, tutapata kuona. Nikawauliza dashboard Kiswahili chake nini, hawakuwa nalo. Nadhani mtatusaidia. Dashboard Kiswahili ni nini? Kama nilivyosema awali, tumeimarisha wizara mambo ya nje. Huko nyuma wizara mlizoea kusema na umesema waziri kwamba ninyi ni waratibu tu, lakini ukweli ni kwamba nyinyi ni wasimamizi wakuu wa utekelezaji wa sera hii. Kwa hiyo kuna kazi kubwa ya kufanywa na nyinyi. Uratibu hauwavui wajibu wenu, mtaendelea kuisimamia na kuratibu sera hii. Lakini la 9, mazingatio mahsusi ya Zanzibar katika utekelezaji wa sera hii. Katika sera hii suala la ushiriki au ushirikiano wa kimataifa kwa upande wa Zanzibar limezingatiwa ipasavyo. Kubwa zaidi ni kwamba katika mabadiliko ya dunia hii, nchi sasa inaangazia fursa za vijana ndani na nje ya nchi. Sasa baada ya kusema hayo na kufanya mapitio yaliyomo katika sera, sasa nijielekeze kwenye maelekezo mahsusi kwa wizara na wadau wa sera hii ya nje. La kwanza, baada ya kuandaa mkakati wa utekelezaji wa sera hii na kukamilisha mwongozo wa utekelezaji wa diplomasia ya uchumi utakao tafsiri sera hii, hatua inayofuata sasa ni watake muendelee na utoaji wa mafunzo ya elimu au kutoa elimu ya sera hii kwa taasisi za umma kuhusu maudhui ya sera na namna yanavyogusa majukumu yao ya kila siku. Na hapa nimeona timu kubwa tu ya mabalozi wastaafu, lakini wamestaafu bado wana nguvu, wanaweza wakatumika kwenye kazi hii. Mkawapangia kazi maalum ya kukaa na sekta mbalimbali, sababu wizara mko busy sana. Wao wakaipitia vizuri sera hii na wakakaa na sekta mbalimbali kueleza majukumu yao kuendana na sera hii. Na zaidi kupitia ule mkakati na kutafsiri kisekta kwa kila sekta inayohusika. Lakini waheshimiwa mabalozi wetu wanao tuwakilisha kule nje, wahakikishe wanaisoma na kuielewa na kuanza kutangaza mabadiliko haya chanya ya sera yetu. Kumbukeni, sera hii inatutaka kuwa na diplomasia inayowahusisha wananchi kwa kupata taarifa za utekelezaji wa kazi zenu pia.
Jambo jingine, kwa kuwa utekelezaji wa sera hii sio jukumu pekee au sio jukumu la Wizara ya Mambo ya Nje peke yake, bali wizara hiyo ni mratibu na msimamizi mkuu, naziagiza wizara, idara zinazojitegemea, wakala za serikali na tawala za mikoa na serikali za mitaa kuhakikisha mnajumuisha malengo na mikakati ya sera hii katika mipango mikakati yenu na kuanza utekelezaji wake mara mwongozo utakapotolewa. La 4, kuendelea kulinda uhuru na heshima ya nchi yetu. Kama nilivyosema, kuna maendeleo makubwa ya teknolojia, na kwa kutumia teknolojia watu duniani wanaweza kufanya wanavyotaka, wanaweza kutusema wanavyotaka, wanaweza kutoa matamko wanayotaka. Niwaombe, katika matamko yanayotoka, ni vyema wizara na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama mkajibu kwa haraka, mkachukua hatua za haraka, aidha kutoa ufafanuzi, kukanusha, au kama ni la kweli kukubaliana na kuchukua hatua za kurekebisha. Lakini tusiwe shamba la bibi kwamba kila mtu anaweza kuja akasema analolitaka, lipo Tanzania halipo, watu wakajisemea tu. Lakini la pili, tumeanza kuona mtiririko au mwenendo wa wanaharakati ndani ya region yetu hii kuanza kuvamia na kuingilia mambo yetu huku. Sasa kama kwao wameshadhibitiwa, wasije kutuharibia huku. Tusitoe nafasi. Walishaharibu kwao, walishavuruga kwao. Nchi iliyobaki haijaharibika. Watu wako na usalama na amani na utulivu ni hapa kwetu. Kuna majaribio kadhaa. Niwaombe sana vyombo vya ulinzi na usalama na nyinyi wasimamizi wa sera zetu nje kutoa nafasi kwa watovu wa adabu wa nchi nyingine kuja kutovuka hapa kwetu. Hapana. Nimeona klipu kadhaa za kunisema niko bias na nini. Nalofanya ni kulinda nchi yangu na ndio wajibu niliopewa. Kwa hiyo hatutatoa nafasi kwa kiumbe yoyote kuja kutuvurugia hapa, awe yupo ndani au anatoka nje. Hatutatoa hiyo nafasi. Kwa vyombo vya ulinzi na usalama, uhusiano wa kimataifa unagusa pia masuala ya ulinzi na usalama wetu. Kipekee nitumie nafasi hii kuvielekeza vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha kuwa usalama wa nchi yetu ndani na nje ya mipaka yetu unaangaliwa kwa karibu zaidi. Tumesema hapa dunia imeharibika. Kuna maneno wanasema makosa, uhalifu wa kuvuka mipaka. Kuna mambo kadhaa ambayo yanatuathiri na sisi huku, ugaidi na mambo mengine. Niwaombe muwe makini katika hilo. Kwa Watanzania wanaoishi nje na raia wa nchi nyingine wenye asili ya Tanzania au maarufu diaspora, kwa kuwa sasa serikali imewatambua kama wabia muhimu wa maendeleo, karibuni nyumbani kwa uwekezaji katika sekta za kiuchumi na kijamii, na ni wajibu wenu kuzitangaza sifa njema za Tanzania katika maeneo yenu mnayoishi badala ya kuisema vibaya nchi yenu mlikotoka. Kwa sekta binafsi ya hapa nchini, serikali inajitahidi kufungua milango ya kibiashara ndani na nje ya nchi. Tunawasihi kuzitumia fursa hizo. Vile vile, tunakaribisha zaidi sekta binafsi kutoka nje ya nchi kufanya uwekezaji hapa nchini. Kwa wananchi kwa ujumla na hasa vijana wa Kitanzania, niwasihi kuchangamkia fursa za kiuchumi na kijamii zinazotokana na kutanuka kwa uwekezaji na biashara zinazoendelea nchini. Na hapa nimefurahi kuona vijana waliokuja kutuimbia hapa. Wameimba kwa hamasa na wameimba kwa kuamini moyoni kwamba hii ni sera yao na ni kwa ajili yao. Kwa hiyo niwatake vijana mchangamkie hayo. Tayari vijana wetu wa Kitanzania wengi tu
wameanza vibiashara vidogo vidogo, vikampuni vidogo vidogo, startups ambazo zinapata msukumo kutoka maeneo mbalimbali. Niwaombe sana vijana wa Kitanzania waendelee na hilo ili waweze kujiajiri na kujenga taifa lao. Lakini jengine, sera yetu hii ya mambo ya nje au uhusiano wetu na nchi za nje, sasa hivi kumeanza kujitokeza kwa uwazi kabisa, serikali kwa serikali, nafasi za ajira kwa vijana wetu nje. Hili nalo niwaombe vijana walichangamkie. Sekta zinazohusika na ajira za vijana wetu nje waweke sera zinazoeleweka, sheria zinazoeleweka, ili vijana wetu wafaidike na fursa hizi. Tujipange kisera, kisheria na kuwatayarisha vijana wetu kwenda kufanya kazi katika ajira za nje. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na wageni waalikwa, narejea kusema kuwa tukio hili la leo ni la kihistoria, ni utekelezaji wa falsafa yetu ya R4. Kwa upande wa kidiplomasia, tumejitathmini, tumefanya mazungumzo na kutafuta maoni kwa upana sana, na tumeamua kuja na maboresho ya sera, ndio kujirekebisha, ili tuweze kujenga vyema nchi yetu. Hii ni safari ya fikra na ari mpya katika kujijenga kidiplomasia na kuliweka taifa letu na serikali katika nafasi nzuri kwenye ulingo wa jumuiya za kimataifa. Nimalizie kwa kusema, sera hii tukitekeleza vilivyo, matarajio yetu wa Tanzania ni kuiona Tanzania yenye ujasiri na uthubutu ndani na nje ya mipaka yetu. Tanzania isiyo sita wala kutetereka katika kuchukua nafasi yake kwenye majukwaa ya kimataifa, ikisimamia ukweli na haki. Huo ndio umahususi wa Tanzania tulioachiwa tangu kuasisiwa kwa taifa hili, hatuna budi kuuendeleza. Nimalizie kwa kupongeza tena Mheshimiwa Waziri na timu yako ya wizara na timu ya wataalamu walioshiriki kwa namna moja au nyingine katika maandalizi ya sera hii. Aidha, nikupongezeni kwa maandalizi mazuri sana ya shughuli ya uzinduzi wa sera ya mambo ya nje. Hongereni kwa ubunifu wa kuwezesha mabalozi wetu walioko nje kufuatilia shughuli hii kwa njia ya mtandao. Hapa mbali na kutokutumia gharama za kuwafanya kuja na kurudi, ingawa mmewanyima fursa za kuja kuona watu wao, lakini pia mmeanza kutekeleza yale ambayo tunayatarajia kuyaona kwenye diplomasia yetu mbele tunakoelekea, kwamba sasa tutatumia mitandao zaidi katika kuwasiliana kuliko nenda rudi na kutumia gharama nyingi. Sasa baada ya kusema hayo, ni washukuru wote walioko kwenye ukumbi huu kwa kuja kuunga mkono shughuli hii. Na sasa natamka rasmi kwamba sera ya mambo ya nje ya Tanzania ya mwaka 2001 toleo la mwaka 2024 sasa imezinduliwa rasmi. Tumuombe Mwenyezi Mungu atubariki nchi yetu Tanzania, atubariki Watanzania wote. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais. Sasa Mheshimiwa viongozi, naomba tukae, sisi tukae kwa sababu tunakwenda mubashara na kuna kamera kule nyuma. Kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tutakuomba ubonyeze hicho kifaa hapo. Ukibonyeza kifaa hicho, kuna taa itawaka na baadaye kuna mambo yataonekana katika screen. Mheshimiwa Rais, naomba ni hesabu 1, 2, 3. Makofi mengi.